Uhuru Muigai wa Kenyatta, Uhuru Muigai wa Kenyatta alikuambia nyinyi watu wa Mount Kenya, hiyo njia munaenda ni njia mbaya, hiyo njia munaenda ni njia mbaya. Mukaigino, mukaanza kutukana mukaanza kutukana Uhuru Muigai wa Kenyatta, Uhuru Muigai wa Kenyatta, Uhuru Muigai wa Kenyatta. Saa hii ndo munaanza kutuambia Uhuru Muigai wa Kenyatta. Saa hii ndio munaanza kutuambia Mheshimiwa William Samoei Ruto ni mbaya, na mkamwimbia kwa parapara, mkasema ya kwamba mkamwimbia kwa parapara, sisi tukiwa tunaangalia, mkatuambia Mheshimiwa William Samoei Ruto ni ndugu wa Yesu Kristo, amesaliwa na Bikira Maria mama wa Mungu, anafuta hewa safi, anafuta hewa redi. Mukatuambia ya kwamba Raila Amolo Odinga ni mchawi, Raila Amolo Odinga ni mchawi, mtamuweka kwa ngurubaro, mumupeleke Pondo. Na hiyo kitu mure muliongea ni ukweli. Saa hii Raila Amolo Odinga papa wetu amelala pale Pondo vile mulisema. Mukawachigwa ndugu wa Yesu Kristo, ambapo ni daktari mwenyewe Kipchirchir Samoei Arap Ruto. Sisi twawakumbuka sana. Mimi nawaambia nyinyi watu wa Mount Kenya, sisi twawakumbuka sana. Twawakumbuka Daniel Toroitich Arap Moi aliongoza 24 years. Mkaanza kutuambia ya kwamba Moi ni mbaya, Moi ni mbaya, kila mwaka Moi ni mbaya. Aliongoza 24 years. Na mkiwa kando, nawaambia mkiwa kando, nyinyi watu wa Mount Kenya mkiwa kando, mkatuambia ya kwamba Daniel Toroitich Arap Moi ni mbaya, akaongoza imagine 24 years mkiwa kando. Na mahali tulikosea sisi, nawaambia mahali tulikosea sisi ni kubadilisha katiba yetu hii ya mwaka wa 2010. Tungewacha Mheshimiwa William Samoei Ruto aongezee hata miaka 20, aende hata 40 years kwa sababu yenu, kwa sababu ya kutukana kacha misingine nyinyi watu wa Mount Kenya. Saa hii munasikia wivu ya nini? Saa hii munasikia wivu ya nini? Saa hii munasikia wivu ya nini? Mnatuambia ati Wajaruo kwa nini wako kwa serikali? Na hawa tunajua pia ni Wakenya wetu kutoka pale Nyanza. Kwani kuna makosa gani? Angalia waziri wa finance alikuwa anaitwa Profesa Ndung'u. Wakati alikuwa hapo, mafuta ilikuwa inaongeza kila mwezi tarehe 14 mafuta inaongeza. Kila mwezi tarehe 14 mafuta inaongeza. Hawa ni nyinyi tu mlikuwa mnaibia wa Kenya. Saa hii hiyo mifereji Mheshimiwa William Samoei Ruto amefunga, mnaanza kusema Wajaruo ni watu mbaya. Kuna mcharuo anatafuta certificate yake huko River Road kama nyinyi. Hakuna mtu hata mmoja. Lakini sisi tuachua nyinyi mnatafuta certificate zenu kutoka hapa River Road. Lakini mcharuo ni mtu anakaa kwa darasa anasoma. Tunaweza sema saa hii nyinyi Wakikuyu wote Kenya nzima nyinyi mko grade 6. Wale wengine Wajaruo wako form 6 ndio wanaweza kuwasomesha wawakalisi chini, hata wawaambie mambo ya siasa. Kwa maana mumeanza kutukera sana. Saa hii munaanza kutukera, munaanza kutuambia ati Wajaruo kwa nini wako kwa serikali? Kwani na wao pia ni Wakenya kama Wakenya wengine. Nyinyi ndio mlituimbia kwa parapara. Mkumbuke nyinyi ndio mliimbia Wakenya wengine kwa parapara. Mkatuambia Ruto ni saa hii wakati huo mkatuambia Ruto ni mafuta. Mkasema Ruto ni ndugu wa Yesu Kristo. Saa hii akifanya kazi iko makosa gani? Saa hii akifanya kazi iko makosa gani? Na nyinyi ndio mliingia kwa parapara mkaambia Wakenya, mkaimba ati tuokire tene ati tukamwolere Ruto kura siote na mkamupea sote. Saa hii nini mnatuambia? Saa hii ni nini mnatuambia? Na waamulisa ni nini mnatuambia ati Wajaruo wasikue ndani ya serikali? Kwani Wajaruo si Wakenya kama Wakenya wengine? Wacha kutarau kabila zingine bwana. Mimi nawaambia ukweli. Na mimi nawaambia Mheshimiwa William Samoei Ruto, msikuje mkafikiria mwaka wa 2027 mtamtoa. Ila nyimbo mliimba na sisi ndo tutamuimbia tukimpeleka para Atalanta Stadium, na hatutumii punduki. Mimi nawaambia tutumie punduki, tunatumia mawe kumpeleka Atalanta Stadium. Tutamuapisa, atakula kiapo kirasmi para Atalanta Stadium pale. Enaitwa Raila Amolo Odinga